Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kipekee ambacho Mungu ameachilia ndani ya kila mtu. Tulipata nafasi ya kuuliza baadhi ya watu maswali kwamba wewe ungepewa nafasi fulani aidha serikalini, ukapewa nafasi fulani katika uongozi wa kanisa, ni nani ungemchagua kuwa msaidizi wako? Watu baadhi wakasema ningemchagua fulani, lakini wakasema ningemchagua kwa sababu mwaminifu, ana upendo, ana uwezo wa kufanya kazi kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kile kitu ambacho kipo ndani ya mtu ambacho ni cha tofauti, kinachomfanya aonekane kwa namna nyingine tofauti na wenzake, hicho ndio kitu tunachoita upekee. Bwana Yesu asifiwe. Waingereza anasema unique thing, kitu cha kipekee. Sasa leo tunakwenda kuona, pamoja na kwamba una vitu vya kipekee katika maisha yako, kuna baadhi ya vitu vinaweza vikasababisha ule upekee wako upoteze maana. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kuwa na kitu cha kipekee, wewe ni mtu wa thamani, familia yako inakuheshimu, kanisa lako linakuheshimu, inatambua nguvu ya Mungu iliyo ndani yako, inatambua nguvu ya uchumi iliyo ndani yako. Lakini kuna baadhi ya vitu vinaweza vikainuka kwenye maisha yako au vikainuliwa kwenye maisha yako, kupoteza upekee wako kwenye familia au kupoteza thamani yako kwenye kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hatukatai kwamba wewe ni mtu wa thamani. Hatukatai kwamba Mungu ameachilia vitu vikubwa ndani yako. Na kweli ukisimama sehemu, watu wanapokutazama, hata kabla hawajatambulishwa kwamba yule ni mtu fulani, wanaanza kukupa cheo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaenda sehemu watu wakaanza kuita profesa. Unaweza ukaenda sehemu watu wakakuita mwanasheria. Unaweza ukaenda sehemu watu wakakuita mchungaji, lakini wewe haupo katika nyadhifa hiyo. Lakini wanakupa hivyo vyeo kulingana na mtazamo wako, jinsi wanavyokutazama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na mtazamo unaotokea kwa mtu bila hata kujitambulisha, pamoja na thamani ambayo Mungu ameiweka ndani ya mtu bila hata kujitambulisha, yako mambo ambayo mtu asipozingatia inaweza ikaputa thamani yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende tukayaone mambo ambayo mtu asipoyazingatia yanaweza yakapoteza thamani yake. Na kwenda kuona vitu ambavyo mtu asipoyazingatia vinaweza vikapoteza thamani yake. Cha kwanza, kitu ambacho kinaweza ikasababisha thamani yako ipotee ni kutosamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho kinaweza ikasababisha thamani ya mtu ikaondoka ni pamoja na kuto kusamehe. Mtu asipokuwa na roho ya msamaha ndani yake, huwa thamani yake inaondoka ghafla bila yeye kutarajia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu amekukosea, ukaumia sana, ukachukia, ile hali inakuumiza. Lakini katika ile hali kukuumiza, unajikuta unaingia katika mgogoro wa nafsi. Nafsi yako inaugua. Kwa nini huyu mtu kanikosea? Kwa nini huyu mtu amenifanyia kitu hiki? Sasa jinsi unapoendelea kuumia ndani yako, huwa Biblia inasema kwamba uchungu unaotokana na maumivu ya matokeo ya mtu kukosewa huwa yakikuwa ndani ya mtu. Biblia inasema kwamba uchungu ubeba mimba, ikishakomaa uzaa dhambi, ikishazaa dhambi inazaa nini? Mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu anaweza kukosewa. Baada ya kukosewa,
akaishi katika muda wa kujuta, kusema huyu mtu nimemthamini, huyu mtu nimemheshimu, huyu mtu nimemwona wa kipekee sana, lakini kwa hali ya makosa aliyonitendea ninasikia maumivu makubwa kiasi kwamba sijisikii kumsamehe. Huyo ni mwanadamu. Bwana asifiwe. Lakini mwanadamu huyu anapoingiwa na roho ya kutokusamehe, anapoingiwa na nguvu hii inayomnyima nafasi ya kumsamehe mtu, pia tunakwenda kuangalia sasa Biblia inazungumza nini juu ya vitu kama hivi. Tutaanza na mfano wa mtumishi wa Mungu anaitwa Ayubu. Ayubu alikuwa ni mtu ambaye Mungu alimjalia mali nyingi, Mungu alimjalia watoto wazuri, alimjalia mali na vitu kadhaa. Biblia inasema kwamba Ayubu hakupungukiwa. Lakini Ayubu, shetani alipokuwa anazurura duniani, akamwona Ayubu amekaa sehemu fulani, lakini katika tembea yake Mungu anamtazama shetani anakuja. Mungu anamsimamisha shetani, anamuuliza, huko ulikotoka umetoka wapi? Akamwambia, nimetoka kuzurura duniani. Huko ulikwenda kuzurura haujamwona mtumishi wangu Ayubu? Biblia inasema kwamba shetani akamjibu kwamba nimemwona, lakini yule Ayubu yule yuko vile kulingana na jinsi ulivyomzingira, kulingana na jinsi ulivyompa watoto wazuri, kulingana na jinsi ulivyompa vitu vya thamani. Bwana asifiwe. Kwa uthamani wa Ayubu hata shetani alikuwa kijua. Ndivyo ilivyo hata kwenye maisha yako. Uthamani ulionao hata shetani anajua. Bwana asifiwe. Kwenye kanisa, kwenye familia, kwenye ukoo, sehemu yoyote uliopo, shetani anatambua nafasi ulionao. Sasa si ajabu mtu shetani anatambua nafasi alionayo, alafu huyo mtu mwenyewe analegalega katika kufanya bidii katika kukuza thamani yake. Yaani shetani anajua kwamba unao uwezo wa kufanya biashara ukafanikiwa kiuchumi, ukainuka, ukawa tajiri mkubwa, halafu wewe muhusika haujui kama una thamani hiyo. Sijui kidogo unaanza kunielewa? Shetani anajua kwamba huyu mtu ndani yake kuna nguvu ya biashara. Akipewa mtaji akaanza biashara, atatembea na hii biashara na atafanikiwa, na kupitia yeye watu watakula, watu watakunywa. Lakini muhusika mwenyewe hajui kama na thamani hii. Asa kinachofanyika ni nini? Nguvu ya Yesu Kristo, nguvu ya msalaba ndio inabaki kukulinda wewe. Haujui thamani yako, lakini kwa sababu umemkiri Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yako, yeye anakulinda hata bila ya wewe kuhitaji ulinzi wake. Kwa sababu Biblia inasema kwamba yeye ni Mungu anayewaonyeshea mvua waovu kwa wema, wamwombao hata kwa wasiomwomba yeye anawaonyeshea mvua. Sasa kinachotokea baada ya Mungu kumuuliza shetani, shetani akamjibu kwamba nimemwona, lakini kulingana na vitu ulivyomzingira navyo ndio maana haingiliki. Akamwambia, lakini naomba ridhaa yako nikamjaribu Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alijaribiwa. Baada ya Ayubu kujaribiwa, aliteseka sana. Mwili wote ni vidonda, mifugo wakafa, kila kitu kikapotea. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu 42, tusome Ayubu 42. Uone Biblia inazungumza kitu gani kwa Ayubu. Kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 10, Biblia inasema, kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Haleluya. Narudia kusoma, Biblia inasema, kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba shetani alikuwa anajua thamani ambayo Ayubu uko nayo duniani na mbele za Mungu, aliomba ridhaa ya Mungu ili aweze kumjaribu Ayubu. Baada ya kumjaribu Ayubu, Biblia inasema kwamba mali zote ziliondoka. Hata marafiki ambao alikuwa kila nao pamoja walianza kumkana
Siku moja marafiki wa Ayubu wakaenda wakamwambia Ayubu, itakuwa umemkosea Mungu ndio maana maisha yako yamekuwa magumu. Haiwezekani utajiri wote ule uporomoke, wewe umemkosea Mungu. Wakaanza kumtukana, wakamkejeli. Walikuwa na fedha za kumtibia Ayubu, lakini hayuko rafiki hata mmoja aliyesimama na Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Swali inakuja, je, ingekuwa ni wewe katika hali nzuri, umekuwa ukitembea na watu, umekuwa ukishirikiana na watu, unakula nao pamoja, alafu inafika kipindi cha magumu anakuacha peke yako, ni nini ambacho ungefanya? Kwa hali ya kawaida, mwanadamu anapotendwa ubaya kama alivyotendwa Ayubu, huwa moyo wake unakuwa mzito kusamehe, kwa sababu anakuwa na uchungu mwingi uliojaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Katika familia yako, katika hali nzuri ya uchumi, unaweza ukatembea na familia yako ukawabariki chakula, ukawabariki mavazi, ukawabariki vitu mbalimbali. Wakati mwingine unaweza toka hapa fedha ya kujenga nyumba, lakini siku umepungukiwa, ukampigia mtu katika familia yako simu, naomba msaada wako, wanakwambia ulifikiri hazitoisha. Wanaanza kukudhihaki kwamba ulikuwa unajiona kipindi uko nayo, kumbe wewe ulikuwa umesimama nao ukiwasaidia. Baada ya wewe kupoteza kazi yako, unajikuta hayuko wa kusimama na wewe. Sikiliza nikwambie, Ayubu badala ya kuwa na uchungu katika moyo wake, Biblia inaniambia kwamba Ayubu alijisikia kusamehe, akawaombea rehema. Haleluya. Biblia inasema kwamba Biblia inasema kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. 11 inasema ndipo akamwendea nduguze wote, waume kwa wake, nao wote waliojuana naye hapo zamani wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake, nao wakamlilia na kumtuza moyo katika habari za huo uovu wote Bwana aliouleta juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete ya dhahabu kila mmoja. Sura 12 Biblia inasema basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu, zawadi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Sura 13 tena alikuwa na wana waume 7 na mabinti 3. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na watatu akamwita jina lake Kerne Hapuru. Katika nchi hiyo yote hawakuwapo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. 16 kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi 4. Mstari wa mwisho, mstari wa 17 Biblia inasema basi Ayubu akafa mzee sana, mwenye kujawa na siku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Biblia inasema ya kwamba baada ya Ayubu kuteseka kwa muda mrefu, watu walikuwa wakimdhihaki, wakimtukana, wakimwambia kwamba wewe hauna kitu sasa hivi. Tulikuwa tunatembea na wewe kwa sababu ulikuwa tajiri. Tulikuwa tunatembea na wewe kwa sababu ulikuwa na upako. Sasa hivi hauna kitu, tunakuona wa kawaida. Lakini Biblia inasema baada ya Ayubu kukaa chini na kuingiwa na roho ya msamaha, akajisikia kuachilia yale maneno aliyokuwa anaambiwa, hakuyajali tena. Akasema Baba wasamehe. Biblia inasema akarudishiwa mara 2 ya vitu alivyokuwa navyo. Haleluya. Hauwezi ukarudishiwa bila kusamehe. Hauwezi ukafanikiwa bila kusamehe makosa ambayo watu wamekuona. Yeyote anayemsikilia mtu na kumweka katika moyo wake hana heri katika maisha yake. Haijalishi mtu amekukosea kwa kiasi gani, unaweza ukapoteza thamani yako kwa kusamehe, kwa sababu Ayubu asingesamehe, Ayubu asingeingia katika rehema akisema Baba wasamehe, asingerejeshewa mara 2. Bwana Yesu asifiwe.
Kama mtu uliokoka, unapaswa kujifunza kuwa na roho ya upatanisho. Haijalishi umekosewa kiasi gani, haijalishi unaumia kiasi gani. Tatizo letu walokole, tunapokosewa tunakimbilia kwenye maombi ya laana. Tunasema Baba mlaani kwa sababu nilimwamini, Baba mharibu maisha yake. Sikiliza nikwambie, na kufundisha kitu ambacho ni kitu adimu sana. Iko hivi, unapokuwa na mahusiano na mtu ya aina yoyote ile, aidha ya kindugu, mume na mke, mtoto na mwana, yani mama na mwana, au uhusiano wowote ule, ili mtu uweze kuwa na mahusiano naye mazuri, huwa mnagawana mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unampa moyo wako na yeye anakupa moyo wake. Ndio maana nitarudi hapa, ngoja nikurudishe nyuma kidogo. Ndio maana mtumishi wa Mungu Ibrahimu, kipindi ana mtoto, alimpa Mungu moyo wake wote, lakini katika hali ya kuomba Mungu akamkumbuka, akampa mtoto. Akajikuta kidogo kidogo anaanza kuhamisha moyo wake, anaotoa kwa Mungu, anauleta kwa nani? Kwa mwanae Isaka. Ndipo Mungu ana wivu. Huyu alinipenda, alinipa moyo wake wote, inakuwaje tena anautoa kwangu, ninagawana na Isaka? Akasema iwezekani. Ibrahimu, sikiliza, nenda ukamchukue Isaka umtoe kwa sadaka. Haleluya. Mungu akagusa panapouma, kwa sababu tayari moyo wa Ibrahimu ulishaingia ndani ya Isaka, na moyo wa Isaka umeshaingia ndani ya Ibrahimu. Sasa Mungu anataka kuchomoa, kutenganisha hii mioyo. Inauma. Lakini kwa sababu Ibrahimu alikuwa hajasahau Mungu aliyemtoa kule utumwani, akambeba Isaka. Isaka anamuuliza, baba, ni kweli ninaona kisu, ninaona kuni, sasa tunaenda, lakini mwana kondoo simuoni. Hayuko kwa Ibrahimu kwa uchungu mkubwa anamwambia Isaka, twende mwanangu, Mungu atajitwalia mwana kondoo, twende. Moyo unauma, anaenda kumchinja mtoto wake wa kumzaa, anafika mahala pale kwa uchungu, lakini sababu Bwana ndiye aliyenipa na ndiye anayehitaji, akanyosha mkono wake. Mungu alipoona imani ile, akamwambia, hapana, tazama katika kichaka yupo mwana kondoo aliyenasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana gani? Ili umpende mtu, imehitaji moyo wako kuungana na moyo wake, kama Ibrahim alivyounganisha moyo wake na wanani? Wa Isaka. Na mioyo inapotengana huwa kuna maumivu, na mioyo kutengana inaweza ikatokana na vitu vingi, aidha makosa. Haleluya.